tumeshiriki ibada ambayo ilikuwa ibada nzuri yenye baraka na yenye nguvu. Aisee, tumepokea vitu vikubwa. Nikisema niko Vwawa, niko Vwawa. Basi Vwawa tumekutana na watu tofauti na waimbaji tofauti, kila mtu na mafuta yake bwana, mmoja baada ya mwingine. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Kwa majina yako unaitwa nani? Kwa majina naitwa Daudi Mwashibanda. Na unaubudu hapa au? Mimi nimetokea Lungu Shasia, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Aha, kumbe naye ni mgeni kama mimi. Bwana, yametinga ndani ya Vwawa, mji wa Vwawa. Bwana, umejisikiaje ukiwepo ndani kwa mchungaji Zakaria? Unajisikiaje? Aisee, kiukweli Mungu amefanya, Mungu ametenda. Nimeona mkono wa Mungu ukizidi kutawala mahali hapa. Mahali hapa kweli tumeona mkono wa Mungu. Kiusawa niseme tu moyo wangu umekaa sawa kwa sababu Mungu tumemuona mahali hapa ametenda kweli. Amen. Amina. Naamini ibada ilikuwa live kabisa. Je, katika ibada ambao wakati uko ndani ya ibada mtumishi amehubiri vitu vingi, yule mhubiri kipi ambacho wewe umekikamata? Ambacho nimekikamata ni kicheko. Jina Daudi Mwashibanda, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Unajisikiaje pale ambapo wageni wanaingia ndani ya kanisa kwenu? Najisikia vizuri. Unajisikia vizuri. Je, unamwambia nini mtu ambaye sio mtu anayependa ibada, unakuta yuko nyumbani siku za ibada, unamwambia nini? Namkaribisha aje ibadani. Unamwambia nini mtu ambaye sio mtu ambaye anapenda ibada, anakuwa mazingira ya nyumbani siku za ibada, yeye yuko nyumbani, unamwambia nini? Namwambia aje kwenye ibada, akutane na upako wa Bwana. Amina. Na maneno ya Mungu. Amina. Ulikuwa ndani ya ibada. Kipi ambacho umejifunza kutoka kwa mhubiri? Nimejifunza maneno mengi kutoka kwa Mungu. La kwanza anaweza kama la kwanza ndio nimejifunza kuwa mtakatifu. Kuwa mtakatifu. Kwa majina naitwa Baraka Msirikazi Mwashibiri. Ndio. Ni mwenyeji wa hapa Vwawa. Amina. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Yes. Kingine ni wa hapa kwa mchungaji kwa Bishop Zakaria au? Hapana, niko kwa mchungaji Selemani Msumbwe hapa Ilolo. Amina. Wakati unaandaa ile nyimbo yako ile Sebene, ulifikiria nini? Nilifikiria jambo zuri kwa sababu nilikuta kuna wakati mwingine tunaweza tukatofautiana kurejesha huduma kwa waumini. Kuna mwingine ataimba nyimbo ya taratibu, mwingine ataimba ya kawaida, mwingine kila mtu atakavyotengeneza ujumbe kutumiwa na Mungu. Lakini baadaye nikakumbuka kwamba inatakiwa niwaambie watu wajue wimbo unasema ndugu zangu nyi tumepewa nguvu ya kushinda mapepo hivyo. Tuchangamke, mapepo hayataki, unakemea sema toka pepo. Nataka watu wenye nguvu. Nataka wenye nguvu. Yes, Mungu akubariki. Lakini ulikuwa ndani ya ibada. Kipi ambacho ulikinoti kwa mhubiri wakati anahubiri? Nilichokipenda na nimeshukuru Mungu pia kuwepo leo hapa ni pamoja na swala alilolihubiri mtumishi wa Mungu kwa habari za watu ambao wanaweza wakakushusha leo, lakini kumbe mtu wa kuinua ni Mungu peke yake. Hata mimi mnaniona hivi nilivyo leo, nilikuwa siko hivi. Ni kwa uwezo wa Mungu, ndio maana mpaka leo tumekutana na wewe, na namshukuru Mungu pia kwa hiyo. Facebook natumia jina la Baraka, alafu pia manake kuna utofauti wa YouTube natumia jina la B Fire Mwashibiri. Utanipata huko, kuna mambo mengi, kuna nyimbo huko, kuna kila mikutano inayoendelea huwa na vitu pia vitu huko. Amina, barikiwa sana. Nakuelewa sana vizuri. Kwa majina yako unaitwa nani? Kwa majina yangu naitwa Shukuru Benson Msangawale. Pengine ningelitaja ningekosea, ila mimi nalolijua Msangawale, mtumishi wa Mungu, mwinjilisti, mchungaji mtarajiwa. Unaambia nini ambao watu ambao hawasali na wako manyumbani? Mimi nilichotaka nikwambie kwamba wakati wa Bwana uko umeshafika. Si wakati wa kukaa ukubaki nyumbani. Manake wewe Biblia inasema manake kama hutaki kumwabudu Mungu basi una kitu chako unachokitegemea. Lakini hivyo vitu unavyovitegemea haviwezi kukusaidia. Ila bali jina la Yesu ndio laweza kukuweka huru kabisa kama sisi tulivyo huru. Bali na makosa yote ya wanadamu. Amina. Na mimi kuna neno moja unapenda kulisema, mchungaji mtarajiwa. Je, unatarajia nini lini kuanza kazi ya Bwana? Huduma nadhani takuwa na tamasha kubwa sana kati ya mwezi wa 10 kwa ajili ya uzinduzi wa huduma. Amina. Na watu tunakupataje na uko utafanya ni sehemu gani ambapo umeanza kuandaa makao? Tutakuwa Tunduma, maeneo ya mtaa Nyerere mkabala na Mataifani. Mungu akubariki sana.
Na pia ukitaka kuingia YouTube, ndio andika Shukuru Msangawale. Shukuru Msangawale. Msangawale. Usisahau hilo. Kwa majina anaitwa Sunday Green Mwakajinga. Ndio. Ni mwenyeji wa hapa. Ndio. Ni mshirika wa Bishop Zakayo Mwamlima. Amina. Naamini uko vizuri zaidi. Vipi, unajisikiaje pale ambapo wageni wanakuja nyumbani kwako? Na Mungu ni mwema. Ndio. Nashukuru wageni kututembelea. Kuna tabia ambazo zimeibuka ndani ya makanisa. Mara nyingi unakuta kanisani wageni wanapokuja wenyeji wanaondoka. Waga, kipi ambacho unajifunza kwao? Wale ambao hawaji, wanaona kabisa wageni wamekuja lakini wao wanaondoka, hawahudhurii ibada. Na kwa ushauri nachowasisitiza wahudhurie ibada, maana wenyeji ndio wakupokea wageni. Kwa sasa sisi wenyeji tusipohudhuria ibada tunakuwa pia tunamkosea Mungu. Kwa mtu ambaye hahudhurii ibada, wageni wanapokuwa wamefika, ni kitendo ambacho tunamkosea Mungu pia. Pia ni utovu wa nidhamu kwa upande wa kanisa. Amina. Amen. Nikurudishe nyuma kidogo, wakati tuko ndani ya ibada, kipi ambacho ulikinoti sana kwa mhubiri wakati anahubiri? Kitu ambacho nilikinoti kwa mhubiri, nimejifunza kutokana na historia yake, alikotoka na mpaka alipofika. Kwa hiyo kimenitia moyo kuendelea kumtumikia Mungu zaidi. Amina. Babu, naambia nini ambao watu wanakufuatia hasa kwenye mitandao na nimeona ibada, wakati tuko ibada iko live, unaambia nini mtu ambaye yuko nyumbani, yuko mbali, yuko Dar es Salaam, yuko nje? Mtu ambaye yuko nyumbani, yuko mbali, asiache kutufuatilia, kwa sababu ibada za mahali hapa kwa kweli Mungu amezibarikia sana. Tumeendelea kumuona Mungu kwa viwango vikubwa sana. Akiwapa watu kicheko, wale ambao walikosa kicheko. Amina. Kwa hiyo mtu ambaye yuko mbali asiache kutufuatilia. Miujiza iko mingi sana hapa Shalom Miracle. Hasa kwa mitandao ambayo unapatikana, ni mitandao ipi? Inapatikana kwa mitandao wa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram na WhatsApp kwa jina la Bishop Zakayo Jackson Mwamlima. Amina. Zakayo, mimi nasema Zakaria lakini kumbe ni Zakayo. Si nimesema kwamba unaweza ukakosea jina, kumbe jina anaitwa Zakayo. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Lakini watu wanatamani, walioko Vwawa wangependa wafike ibadani kwako au kanisani kwako, lakini watafikaje? Wengine anaweza kafika lakini akashindwa namna ya kukupata. Watakupataje? Nafikiri bila shaka sisi Mungu ametuweka, tupo eneo zuri kabisa, barabarani kabisa. Unapotokea njia ya Tunduma ukishukia kwa Chaula au stendi kuu pale, panda bodaboda au bajaji, uliza eneo almaarufu kama Palezi, mtaa wa Namlea. Ukishatu Palezi au kwenye godown la Coca-Cola, ukishafika hapa tayari kanisa lipo opposite na godown kushoto, lenyewe lipo kulia. Ukutatu kuna jengo kubwa lipo hapa linajengwa na picha ya Bishop iko hapo ukutani. Karibuni sana. Amina. Kwa mawasiliano zaidi napatikana kwa namba ya Tigo ambayo ni 0717298085 au namba ya Vodacom ambayo ni 0767868085. Nawakaribisheni watu wote mjisikie furaha na amani kushiriki nasi hapa Shalom Miracle Center, na Mungu wangu awabariki sana. Karibuni kwenye kituo cha amani. Amina. Mungu akubariki sana, nimefurahi kuwepo hapa. Amina. Bwana, ulikuwa unamsikiliza, anaitwa Zakayo Mwamlima. Mungu akubariki sana, lakini bado tunaendelea na ibada zetu za kila siku. Ni muda tunaongea saa 9 tutakuwepo tena hapa. Tena ibada inafanyikiwa nje. Mungu akubariki sana, lakini kwa majina yangu naitwa Ibrahim Vyakuziwa. Natokea kwa pale Tunduma kwa mchungaji Wile Mbwilo. Mungu akubariki, nikutakia siku njema.